هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار. ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah tabaraka wa taala kwa neema zake ambazo hazihesabiki. in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtazihesabu neema za Allah tabaraka wa taala hamwezi kudhibiti kwa idadi kwamba labda neema ni hizi. Na Allah tabaraka wa taala katupa neema nyingi. Katika neema aliyotupatia Allah tabaraka wa taala al-Islam was sunna, katupa neema ya Uislamu na sunna. Ni katika neema kubwa ambazo zimewafanya watu kuwa katika haki. Neema hii ya Uislamu kama ilivyoelezwa ndani ya Qur'an, Allah tabaraka wa taala alivyotukamilishia dini ya Uislamu na akaijalia dini ya Uislamu kuwa ni neema kwetu sisi. wa atamma alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, Allah ametimiza neema yake ambayo ni dini ya Uislamu na akaridhia Uislamu huwa kuwa ndo dini yenye kukubaliwa mbele yake, kwa maana ya kwamba atakayekuja na dini isiyokuwa ya Uislamu la yukubala minhu, hatakubaliwa siku ya kiyama na dini atakayekuja nayo. Kwa maana mtu atakayekuja na dini isiyokuwa ya Uislamu amekuja na dini yenye hasara ambayo itakuwa ni sababu ya kumtumbukiza katika moto wa jahannam. Pia neema nyingine ni neema ya sunna. Ni neema kubwa sana ambayo yahitaji kwa kila Muislamu ambaye ana alama na imani kuishukuru neema hiyo, kwa sababu ni katika neema kubwa sana. Kama anavyosema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, al-Islam huwa as-sunnah was-sunnah hiya al-Islam. Uislamu ndo sunna na sunna ndo Uislamu, na hivi viwili Uislamu na sunna havifarqiani, haviachani vitu hivi viwili. Anayekuwa Muislamu yamlazimu kushikamana na sunna, na ukishika sunna ukawa una Uislamu hakuna maana yake. Na mtu akishika Uislamu akawa ana sunna, Uislamu wake bado hujatimia, kwa sababu kunakuwa hakuna lengo la kutumwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu katika imani, neema hizi ambazo Allah tabarak wa taala amarana ala shukriha au bishukriha,
Allah ametuamrisha tushukuru neema zote ambazo anatupatia, hasa hizi neema ambazo ametujalia kuwa nazo, neema ya dini ya Uislamu na neema ya sunna. Ndio maana utakuta wanachuoni katika dua nyingi ambazo walikuwa kiziomba, alhamdulillah ala ni'mati alislami was sunna. Anamshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema ya sunna na Uislamu. Muislamu anatakikana kujaribu kila siku katika dua zake, akiwa sujud, nyakati za kujibiwa dua baada ya adhana, baina ya adhana na iqama, Ijumaa, baina al-asr mpaka kuingia kwa magharibi, nyakati za usiku, amuombe Allah tabaraka wa taala ayuthabbitahu fi din was sunna, amuombe Allah kwa wingi sana kumthibitisha katika dini na sunna. Na amelifanya hili mbora wetu naye Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akikithirisha sana kumuomba Allah tabaraka wa taala athabatu ala din, kuthibiti katika dini. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, riwaya nyingine ala ta'atik, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu katika dini yako, uthibitishe moyo wangu katika taa. Hii ni dua ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kiomba mara kwa mara, ambaye haitoshiki kwa mtu ambaye anajinasibisha na Uislamu akajiaminisha, kwa sababu mwenye kujiaminisha katika neema za Allah tabarak wa taala au akajiaminisha na Uislamu na sunna, basi Allah humkwapua kile anachojiaminisha nacho. Wahitaji dua, yahitaji mulazama, kulazimiana na hiyo sunna, kwa sababu ni neema kubwa sana ambao hawakushikamana nayo sunna hii wamepata hasara fi dunya wal akhirah. Ndugu zangu katika imani, Allah tabarak wa taala kwa neema zake ametutumia mtume huyo amemtelemshia Qur'an, na Mtume sallallahu alaihi wasallam huwa mufassir lilquran, na mtume ni mwenye kuifasiri Qur'an. Hakuna neno lolote ndani ya Qur'an isipokuwa limepita katika kinywa cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, na yale ambayo yalikuwa ni magumu kwake, kwa masahaba ambao hakuelewa, walikuwa kimfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakataka awabainishie. Mtume sallallahu alaihi wasallam kuanzia kupewa kwake unabii akiwa na miaka 40 mpaka pale alipofikia miaka 63, Allah tabarak wa taala akawa amemfisha. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam anakufa hali ya kuwa dini ya Uislamu imekamilika, na Allah tabaraka wa taala kateremsha aya kujulisha kwamba dini ya Uislamu imekamilika. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo hii al-yawma, kama alivyosema Umar bin Khattab kwamba anafahamu siku ambapo imetelemka, na Abdullah ibn Abbas akasema kwamba imetelemka ashiyat Arafa يوم الجمعة. Imetelemka aya hii na dini ya Uislamu imekamilika siku ya Arafa, na pia ilikuwa ni siku ya Ijumaa. Alhamdulillah. Na Mayahudi walikuwa wanaitamani siku kama hii, kwamba lau hii aya ya kutimia dini ingekuwa imetelemka kwetu sisi, latakhadna dhalika liyawma ida, wanasema tungeifanya siku hiyo kuwa ni siku ya Eid. Haya maneno amwambia Umar bin Khattab, yani dini ilipotimia kwa nyinyi aya na Mola wenu kuwateremshia ndani ya kitabu chenu kwamba dini yenu imekamilika, tunatamani siku hiyo ingekuwa ndo siku yetu sisi imetelemka na dini yetu, tunawaambia labda Uyahudi ndo dini imekamilika, tungeifanya siku hiyo ni siku ya sherehe. Lakini katika Uislamu hakuna jambo hilo, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam siku ya kukamilika dini hakufanya sherehe wala kuifanya ni katika sehemu ambazo zahitaji kusherehekewa, kwa sababu pia masahaba wangesherehekea jambo hilo. Dini ya Uislamu imekamilika kiasi cha kwamba
haihitaji nyongeza, na kitu kilichokamilika ni kitu ambacho hakihitaji nyongeza ndani yake. Na dini ya Uislamu imekamilika, haina mapungufu, haina dosari. Dosari itakuwa kwenye akili yako na dosari itakuwa katika ufahamu wako, lakini dini ya Uislamu kamil, dini ya Uislamu imekamilika. Baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kufariki, baada yake kutokea watu kuritad na wengineo, baada muda kadhaa wakaanza kuingiza mambo ambayo hayakuwemo kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala mambo ambayo hawafahamu masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. La'allakum ta'rifun, wenda mnafahamu kisa cha Abdullah ibn Umar Abu Abdurrahman alipokuja sahaba mmoja akimjulisha bid'a ambazo zilikuwa zikifanyika katika ndani ya msikiti. Aliingia sahaba msikitini akawakuta watu hao ni tabi'in, amewakuta msikitini wamekaa halaka, wamekaa mkao wa kuzunguka hivyo, watu wamekaa msikitini. Alafu katikati ya ile halaka kuna mtu anasema, wamekusanya vijimawe, anawaambia kabbiru 100, semeni Allahu akbar mara 100. Wanachukua vile vijiwe wanahesabu, hiyo kimoja kimoja wanahesabu mpaka 100, alafu anaambia sabbihu 100, semeni subhanallah mara 100, semeni alhamdulillah mara 100, semeni Allahu akbar mara 100. Yule sahaba alipokuta pale akamfuata Abdullah ibn Umar, akamwambia, akakaa msikiti, alikaa pale nje akimsubiria atoke. Atakuta baadhi ya wanafunzi wake, akamsubiria, akamwambia, unafahamu kilichokuwa msikitini huko? Kuna watu wanafanya jambo ambalo mimi silijui wala kwa nyinyi sijai kuliona mnalifanya. Akamuuliza, wewe umewaambia nini? Asemea, sikuambia chochote, nasubiria amri yako. Basi wakatoka, ilikuwa ni wakati wa salatu subhi. Kukuta pale wamekaa wanahesabu vijimawe, akawauliza, ma asra halakatakum, haraka iliyoje ya kuangamia kwenu, hali ya kuwa masahaba wako hai na nguo za Mtume sallallahu alaihi wasallam hazijachakaa, vyombo vya Mtume sallallahu alaihi wasallam havijapasuka, akikusudia masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sura ya bid'a imeanza masahaba wakiwa hai. Pia walikuja wale Qadaria, wakaja wakafanya bid'a, wakisema al-umuru unuf, mambo yanajiendea katika bid'a za kiitikadi. Sasa bid'a zilizozidi kukithiri, ikawa sasa hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinapondoshwa kulingamana na mtu ya kile anachokitaka katika nafsi yake. Masahaba wakizidi kuisha na matabi'i wakipokea, lakini watu wanazidi kuingiza mambo ambayo masahaba hawayafahamu wala wale waliofuata masahaba wayafahamu kabisa. Sasa baada ya ulama kuona kwamba dini ya Uislamu inaanza kupotoshwa, wakaweka msingi wa upokezi wa hadithi, kwamba mtu anayekuja anasimulia chochote anaulizwa amekipata wapi. Wewe hiki unachokizungumza umekipata wapi? Ndio maana ikawekwa misingi ya upokezi wa hadithi. Kuna hadithi dhaif, kuna hadithi sahihi. Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala anasema, lam yakunu yasaluna 'anil isnad, zama za masahaba walikuwa waulizi isnadi, na isnadi ni wale wapokezi, kwamba labda wewe hii haya maneno umeyatoa kwa nani, nimepokea kwa fulani kwa fulani. Walikuwa waulizi masahaba, qala li au sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kadha wa kadha, wanaamini moja kwa moja. Hakuna kuuliza kwamba alikuwepo nani, ilikuwa hakuna kijambo wakati huo. Muhammad bin Sirin akasema,
falamma waqa'atil fitna, ilipozuka na kutokea fitna, qalu sammu lana rijalakum, wakawa wanawaambia tutajieni mmepokea kwa watu gani. Na hili pia katika mjtamaa wetu ni katika jambo gumu sana kuhakiki habari, hadithi hii dhaif, hadithi hii sahih, kuna kadha, bwana hivi na hivi. Sasa masahaba wao tabi'in walikuwa kiwaambia sammu lana rijalakum. Sheikh akasema al-Imam Muhammad bin Sirin, fayunzaru ila ahli as-sunnah fayukhadhu hadithuhu wa yunzaru ila ahli al-bid'ah fala yukhadhu hadithuhum. Anasema walikuwa kitizama ahli sunnah wal jamaa ndio hadithi zao zinachukuliwa, wanaotizama ahli al-bid'ah hadithi zao wanaziacha. Na huu ndio ulikuwa ni mwenendo wa wema waliotangulia. Na lengo hili kwa nini? Hili lote ni hifdhu sunna. Lengo kubwa ni kwa ajili ya kuhifadhi sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zisipotee kutoka katika vinywa vya watu, kwa sababu fitna imekuwa kubwa. Kila mmoja adai kuzungumza, kila mmoja adai elimu. Sio kwamba ni mambo yameanza sasa hivi, ni mambo yalikuwepo toka huko mpaka ikafikia hali kuweka kaida hii ngumu ya kwamba hadithi umeileta, umesoma Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kadha, unaulizwa hii hadithi umepokea kwa nani? Alimepokea kwa huyu ni mtu wa bid'a, hadithi yake ichukuliwe. Huu ndio mwenendo ulikuwa wa salafu salih. Dini haiendi tu, bali ilikuwa na misingi, namna inapokelewa wapi. Na Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala na maneno mengine alisema, inna hadha al-ilmu dinun, hakika elimu hii ya dini ya kisheria ni dini. Elimu hii ya kisheria ya kumjua Allah tabarak wa taala ni dini. Fandhuru amman takhudhuna dinakum, tizameni dini yenu mnaitoa wapi, kwa nani? Na hapo Waislamu ndio wamefeli, ni kwa sababu hawakutizama dini yao wanachukua kwa nani, na ndio sababu ya kuangusha sunna kwa sehemu pakubwa. Ni kwa sababu yeye kila anayesikika sauti akazungumza sauti rannana, akazungumza sauti kana kwamba ya mwaga dhahabu, aona kwamba huyu afaa kusikilizwa, lakini atizame nyuma yake kuna nini na amesoma wapi, kwa sababu wakati huu kuna fitna. Kuna mashia wapo walingania, pia kuna sufia, masufi walingania pia, na wana sauti nzuri, wana maneno mazuri. Na haimaanishi kwamba hazungumzi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu wa batili sio lazima azungumze batili tu, lazima atakuja na hadithi ambayo wewe waiamini, lakini aiwekea shubha na kuipotosha na kutoka katika njia sawa sawa. Kwa ndugu zangu katika imani, bid'a baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam karne kadhaa, na bid'a ya kwanza kama wanavyotaja wanachuoni kwamba ilikuwa ni bid'a ya makhawarij, ikafuata qadaria, ikafuata hivyo, ndio ikaja baadaye bid'a ya maulid karne ya 4. Ikaja karne bid'a ya maulid ikaja karne ya 4 kabisa, baada ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam, baada ya miaka 400. Kwa maana ya kwamba al-Imam Shafi'i rahimahullah, al-Imam Ahmad, al-Imam Abu Hanifa, maimamu wanne hawaifahamu maulid. Hakuna anaifahamu maulid. Lakini ndugu zangu katika imani, kwa sababu ya mapungufu ya dini yetu sisi na kujishughulisha kwetu sisi na sunna ambayo ni neema, imekuwa ni sababu ya kuingiza bid'at, mpaka baadhi ya watu wajifananisha na sunna, wakaona sunna ndo, yani sunna hawakuijua na bid'a hawakuijua, wakaifanya bid'a kuwa ndo sunna na sunna kuwa nini. Ndugu zangu katika imani, hakuna kitu kibaya baada shirk kama bid'a, albid'atu fi din, kuzua katika dini ya Allah tabarak wa taala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mkali sana katika jambo la kukemea bid'a,
kukemea uzushi katika dini. Alikuwa anakuwa mkali sana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ambayo amepokea al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake sahih, hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, anasema kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idha khataba, alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anapotoa khutba akapanda mimbar, ihmarrat aynahu, macho yake yanakuwa ni mekundu, wa ala sautuhu, na sauti yake inapanda kuwa juu, washtadda ghadabuhu, na hasira yake upanda Mtume sallallahu alaihi wasallam, hatta kaannahu mundhiru jayshi, kana kwamba analiamrisha jeshi. Yakulu sabbahakum wa massakum, kana kwamba anawaambia jeshi mtavamiwa asubuhi au mnaweza mkavamiwa jioni, kana kwamba anaweka sawa. Leo hii hutuba zimekwisha na hutuba kama hizi, hutuba za kukemea bid'a zimekuwa chache sana, na kuwa ni mkali kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa mkali. Kwa sababu baada ya kusema maneno haya anasema amma ba'du, baada kukasirika, baada ya mukaddima wake anasema amma ba'du fa inna khayra alhadithi kitabullah. Maneno haya Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema maneno yalikuwa ya khairi, mazungumzo ya khairi ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Wa khayra alhuda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, na uongofu uliokuwa khairi na uongofu wa kweli ni uongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muongozo wa kweli ni muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini pia hapa maneno haya anayasema kwa hasira, na macho yake yanakuwa ni mekundu, ambavyo wao na ngozi nyeupe, ngozi yabadilika, kuona kwamba mtu huyu anakaribia kutuangukia, kutupiga sisi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mukaddima wake tu atahadharisha bid'a, wa sharra al-umuri muhdathatuha wa kullu bid'atin dalalatun, shari ya mambo ni yale kuzuliwa. Wa sharra al-umuri muhdathatuha, mambo yenye shari mno ni mambo ya kuzuliwa katika dini. Wa kullu bid'atin dalalah, na kila bid'a ni upotevu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya Bi Aisha radhiyallahu anha amekemea bid'a, anasema man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa rad, atakayezua jambo ambalo halimo kwenye dini atarejeshewa. Wa man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd, na atakayefanya matendo ambayo hayana amri yetu sisi basi atarejeshewa. Katika miongoni mwa madhara ya bid'a ni kutokubaliwa matendo. Yani mtu anapofanya bid'a katika dini, matendo yake hayakubaliki, ni katika madhara. Waona mtu ana ikhlas, anafanya jitihada kubwa sana, waona kwamba huyu apatia sana, lakini kumbe hakosea sana kuliko kile ambacho anajitahidi kukitafuta. Kwa sababu shari ya mambo ni yale yenye kuzuka katika dini. Baada ya kuambiwa baadhi ya watu kwamba nyinyi mnafanya bid'a, wakawaambia nyinyi mbona mna mazulia msikitini? Mbona mna mazulia msikitini? Mbona mnatumia mukabbiratu sauti, kipaza sauti? Kwa nini mnatumia feni msikitini? Mbona kuna taa? Zama za Mtume taa zilikuwepo. Mbona mnatumia magari? Huyo ajui bid'a. Bid'a ni katika dini. Bid'a ni katika dini, sio mambo ya kidunia. Wewe katika mambo ya kidunia zua unavyotaka, kiamua nyumba yako igeuze ikae kichwa chini miguu juu, zua unavyotaka. Lakini kwenye dini la. Ndio maana wakawepo maulama al-huffadh, maulama wakali wa hadithi, wanatetea sunna, kwa sababu ukilegalega katika sunna yafa. Kwa sababu albid'atu ahabbu ila iblis, bid'a inapendeka sana sana kwa iblis kuliko maasi. Yani iblis, wewe ukizini wewe aoni ubaya, anaona haja kufanikisha. Ukiiba bado, ukifanya kadhaa bado, lakini anakufanya tahrish, uchochezi ufanye bid'a.
hapo atakupenda sana mno. Nini wallahi, kama mnatizama bid'a ya maulid. Bid'a ya maulid ndani kuna munkarat, kuna maovu ambayo lau kama Umar bin Khattab anakuja leo hii akawakuta watu wanaoyafanya katika maulid, anawakata mashingo wote. Hasa akasema hawa sio waislamu. Kitachowajulisha labda wataonekana labda wameenda msikitini. Ndugu zangu katika imani, katika maulid huenda inawazunguka watu hapa, lakini hakuna jambo ambalo wanachuoni wamelikemea kwa vikali kama jambo la maulid, kwa sababu maulid ni bid'a. Mtume sallallahu alaihi wasallam akazaliwa mwenyewe, Mtume kapata watoto, masahaba walikuwa na watoto, lakini haikuwepo sababu ya wao kusherehekea mazazi yao. Mtume alikuwa na Ibrahim, alikuwa na Abdullah, alikuwa na Qasim, alikuwa na mabinti zake, lakini haikutokea Mtume sallallahu alaihi wasallam hata siku moja akasherehekea kuzaliwa kwao, bali hata yeye hakuwahi kusherehekea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema amezaliwa Jumatatu. Naam, Jumatatu ina sababu nyingi. Mtume anasema alipoulizwa si kwa nini anafunga siku ya Jumatatu, anasema dhalika yawmu wulidtu fihi, ni siku ambayo mimi nimezaliwa ndani yake, ndio sababu ya kufanya nini akafunga. Ni siku amezaliwa juma ngapi? Jumatatu. Kisha akasema wa yawma unzila alayya, siku ya Jumatatu ni siku ambayo nimeteremshiwa Qur'an. Kwa nini nyinyi mchukue siku ya kuteremshiwa Qur'an ikateremshwa siku ambayo amezaliwa? Kwa nini mchague kuzaliwa peke yake, msichague na kuteremshwa Qur'an? Wanachuoni wametaja sababu nyingi kwa nini Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika miongoni mwa sababu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam zikimpelekea kufunga siku ya Jumatatu, ni siku ya kwanza katika wiki, na akasema nafunga Jumatatu kwa sababu malaika akatapotelemka kuandika matendo ya wiki nzima akute katika ibada, na siku ya Alhamisi aondoke aniache katika ibada. Sitawazimia, ndio sababu ya yeye kufunga Jumatatu. Naam, tujalie kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amezaliwa Jumatatu. Je, nyinyi mnafunga siku hiyo? Na wapi hapa amebainisha mapenzi yake ya kusherehekea na kucheza na kufanya sarafu? Katika miongoni mwa munkarati zinazofanyika katika maulid, wao wanaweka kiti na kuitakidi kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam yahdhur, anahudhuria pale. Nikiwaambia tupeni dalili hapo kwamba kifika mlango fulani, mkisoma Barazanji, mkifikia mlango fulani kwamba tusimame na tuhudhurisha kitu kama Mtume sallallahu alaihi wasallam anahudhuria, haya yametoka wapi? Hali ya kuwa masahaba wametuhifadhia sunna na zikapokelewa katika mikono iliyokuwa salama, zikakemewa. Walikuwa kitizama Shia wanawakemea, hawapokei hadithi kwao. Watu ambao wametoka katika daira ya sunna hawapokei kwao. Haya wameyapokea wapi? Na hili yanakuja kutambulika baada ya miaka 400, karne ya 4, kwamba alikuwa mfalme mmoja anaitwa Kukubur Baktaki. Aliona kwa manasara wa Kristo wanasherekea mazazi ya kuzaliwa kwa Isa, na yeye akaona kwamba hakuna vibaya sisi, kwani sisi hatumpendi mtume wetu. Wakafanya nini? Na wao wakaweka kwamba na sisi tutakuwa tunamshirikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakaja baadhi ya watu ambao akalun, wanaopenda kula, wakaja watu hao wakaanza kuipamba na kuanza kuipa hadithi ambazo hazipo shubha. Uweze kumfuata mtu wa maulidi anashirikia maulidi ukamwambia nipe dalili ya kusherehekea, anakuambia hakuna. Anakuambia, anakusomea aya kumsalia mtume. Aya kumsalia hapa ni kumsalia mtume, sio kusherehekea. Sio kwa nini? Nyinyi mabakhili hamumsalii mtume.
Adhana inapotoka mtume ametuamrisha tufanye nini? Tumuombee wasila, si ndio? Tunaposali swala si tunafikia wakati wa tahiyat, kusalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika sala ni rukni min arkani salat. Wasemaje kwamba sisi tumsalie mtume sallallahu alaihi wasallam? Usiyemsalia ni wewe bakhili. Wasubiria mfungo 6 ndio waje kumsalia mtume sallallahu alaihi wasallam. Si ubakhili huu kwamba wewe wasubiria siku ya mfungo 6 baada ya mwaka mzima wakusanyika kwamba msafia mtume, wasoma sira. Sisi msikitini hapa sisi tunasoma sira ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ndugu zangu katika imani, jambo la bid'a ya maulid ni jambo la bid'a munkar, ndani yake kumejaa ushirikina, kutafuta wasila kupitia mtume sallallahu alaihi wasallam, kumuomba na kumweka daraja lisiokuwa la kwake. Haya yote yanafanyika katika maulid, yafanyika munkari mkubwa kabisa ambao hakuna mtu wa sunna aliyeionja neema ya sunna kayafanya mambo yale wala kuhudhuria maana pale, kwa sababu ni mambo ambayo yapendwa na Ibilisi. Ukitaka kujua batil usisumbuke sana ubatili wa maulid. Tizama, haina wakati maalum wa kushiriki. Hakuna dalili maalum ya kuonyesha kwamba hii ndio tarehe ya maulid, ikishapita ndio basi. Hakuna dalili mojawapo ya ubatili wake. Kuna maulidi ya kitaifa, yani hata wale walianzisha wakija leo wanasema na nyinyi mmefanya bid'a. Hivi hatuviyuzi. Kuna maulidi ya kitaifa, kuna maulidi ya mkoa, kuna maulidi ya kanda, kuna maulidi ya misikiti vijiji, kuna maulidi ya mashekhe, kuna maulidi ya madrasa. Wewe ukijisikia mwenyewe unaanza kufanya maulid. Utaratibu huu umetoka wapi ndugu zangu? Enyi watu wa sunna, utaratibu huu haupo kwenye dini. Ni utaratibu ambao umekopiwa kama wanavyoeleza wanachuoni. Ni utaratibu watu wamekopi kwa manasara na mayahudi, wakaingiza katika dini, ikapokelewa na watu wasiojishughulisha na dini yao, ambao sunna haina nafasi katika nyoyo zao. Lakini usistaajabu kumuona mtu wa sunna akawa yeye ashiriki kule, ashiriki na watu hawa mazazi haya ambayo hakuna mafundisho wala kidogo. Lau kama mnajua maneno ya wanachuoni waliotoka, sio jana wala sio mwaka jana, miaka imepita huko nyuma, watu wa miaka 400 miaka 500 katika miaka ya Kiislamu, leo 1400 na kitu, wanatamka maneno mazito sana kunako wazushi kwenye dini ya Uislamu. Lakini watu wa sunna, na tunakumbushana watu wa sunna, hawaoni nafasi ya sunna hiyo waliokuwa nayo kuwa ni neema. Wamelegalega kwenye neema, ule ujamaa umewachukua. Wallahi ndugu zangu katika imani, lau kama mnajua bid'a inavyochukiwa sana mbele ya Allah tabarak wa taala, msingeweza kuwakurubia watu kama hao, wala msingeweza kuwafanya kuwa ni marafiki, kwa sababu kinyume cha sunna ni bid'a, ni uzushi katika dini. Ndugu zangu katika imani, katika miongoni mwa madhara ya bid'a ni kwamba yanahuwa sunna. Inapofanyika bid'a, basi tambua mahala hapo kumeharibiwa sunna. Albid'atu tumitu sunna. Bid'a inafisha sunna, inaziua, kwa maana inazipoteza sunna. Lakini watu wengi hawalitizame jambo hili, kwa sababu watu wengi, na hapa tuzungumzia sisi watu wa sunna, ni kwa sababu watu wa sunna hawatizami na kuona nafasi ya sunna walioshikamana nayo. Lakini huenda waislamu wengi ambao wajinasibisha na sunna, wapenda khairi ya sunna, wasifahamu. Sisi tumekuwa tumezaliwa tumekuta sisi wazee wetu ni watu wa sunna,
alhamdulillah wanaishi katika hali ya sunna. Lakini tulivyosoma tukaona athari fulani ya kwamba baadhi ya wazee wetu, tena baadhi ya wengine ni viongozi mpaka leo hii, wao waliishia ile sunna kipindi hicho ya kujua kwamba yeye anavaa ni sifsak, sawa, anaoa wake wangapi? Wanne. Sasa nyingine chache tu za kuoa wake wanne, labda kuamka usiku. Lakini toka huko nyuma wajua kwamba bid'a maulidi ni bid'a, khitma ni bid'a. Lakini hao wafanya tamyi', waichoma na kuishusha chini sunna, wanajificha ficha na kuenda kushirikiana na watu ambao wakija kwenye mimbari wawakemea. Bismillahir Rahmanir Rahim.